Bana, inakuwa vipi mwanahabari 254 na SPM Sports, tuko katika uwanja wa Nyayo National Stadium. Kwa hiyo siku ya leo nataka kusemezana na wahusika wakuu katika sehemu hizi nipate kujua mtazamo wao kuhusiana na mchuano wa siku ya leo. Inakuwaje mkuu? Safi sana, mambo? Poa sana. Yeza. Vipi? Mambo safi? Umepotea sana? Tupo, shughuli yetu ya ball kidogo, lakini tupo. Napenda kujua kwa mtazamo wako, wewe ni mwanandinga wa zamani. Ndio. Mchuano wa leo unauchukuliaje? Mechi serious sana. Ni nafasi ya timu yetu kuweza kufuzu kwa World Cup. Tumeona timu ya kina dada chipukizi wameweza kufuzu. Ni opportunity pia timu ya wanaume pia, jambo ambalo halijaifanyika kwa historia ya nchi hii. It's an opportunity kwa wao angalau kuweza kujipatia nafasi, kuboresha nafasi yao kuweza kufuzu. So ni game kubwa, wa Kenya tunajitokeza kwa wingi na tunarai pia wengine waje kwa mechi zijazo. Ni nafasi ambayo nafikiri ukilinganisha na zamani wachezaji wa kulipwa kwa wengi sana. Sasa hivi wachezaji wa kulipwa ni wengi, professionals ni wengi, wanacheza mpira wa kisasa. Kwa hivyo ni nafasi kila mtu pamoja na mimi nataka kushuhudia historia ikitengezwa na timu ya Harambee Stars. Juzi tumepiga draw ya 3-3 kule Uarabuni, wanasema 3 Harambee Stars walipata 3, Gambia pia wakapata 3. Sasa mchezo huo unachukuliaje? Kwa maana kocha anasema kuwa kuna wale wachezaji ambao hawatawahusisha, kwa maana kuna ile hali ya uchovu na vitu kama hivyo. Ndio. Ilikuwa ni matokeo, mimi kama Mkenya pengine wengine hawakufurahia kwa sababu hatukupata ushindi alama 3, lakini bila shaka kwanza ilituonyesha kwamba tunaweza piga magoli. Ikiwa tunaweza piga magoli 3 ni jambo la kujivunia, it's a step in the right direction. Kwa hivyo siku ya leo pia natarajia magoli, japo hatutaki kutoka nyuma, tuanze kuchase game, tunataka angalau tutangulie kupiga goli moja, magoli mawili, magoli 3. Mashabiki tusimame, tufurahi, matumaini ya kuwe juu. Lakini la muhimu kutoka kwa ile mechi ilikuwa ni kwamba tuliweza kupiga magoli, na ni jambo ambalo tumekuwa na mapungufu sana. Angalau unapata kuna time tunacheza tunapiga bao moja, unaona, lakini kama tunaweza piga magoli 3 ni jambo ambalo nafikiri ndio jambo limeleta watu wengi hata uwanjani, kwamba we want to see an entertaining team ambayo inafunga mabao, na utamu wa game ni mabao ndugu yangu. Tunamuona pale Michael Olunga achilia mbali Mohamed Vajaber na kijana ambaye anajulikana kama William, ambaye wanasema kitovu cha asili yake ni kule sehemu za Umasaini. Na kuna wengi ambao wameleta masuala ibuka, wanasema kuwa timu ya Harambee Stars imesheheni watu kutoka sehemu moja. Na sasa wewe, ningependa kujua mtazamo wako, unaonaje? Regional balance ama tunaangalia merit? Tunaangalia merit na ability. Regional balance tunaacha kwa siasa. Hii ni mpira, inachezwa kwa mwangaza. Ukiona ability you get an opportunity. Mimi nakumbuka tulicheza zamani ilikuwa ni hivyo hivyo, sasa pia ni hivyo hivyo. Zamani kumekuwa na matasi mchumani, juzi tumeona Ian amekuja ameibuka. Kwa hivyo si mambo ya regional balance bana, hii si siasa. Hii ni football, inachezwa kwa mwangaza, kila mtu anaona. Opportunity sasa ipo, coach ni si Mkenya, ni wa South Africa, basi ingekuwa hivyo tungeleta wa South Africa hapa wacheze. Lakini ukiwa kijana kuna nafasi and they get an opportunity to showcase, bila shaka najua kwa national team kuna meritocracy. Ni fair tu, ukiwa mzuri itaonekana. Hakuna coach atakubali kuacha mchezaji kando just because ni wa kabila fulani. Hapana, because coach mwenyewe timu ikipata ufanisi, yeye mwenyewe pia jina lake linainuka. Kwa hivyo nafikiri ni mambo na merit. Ikiwa kuna mtu yuko kwa region ambayo they feel that imetengwa, nafikiri it's only fair to make sure wana mobilize resources, wamfikishe kijana kwa camp ya national team, kwa offices za federation, so that tuseme hey, huyu ni Mkenya na ako na ability, kindly give him an opportunity. Na bila shaka watoto watapata nafasi. Nimeshukuru sana. Unatabiri ngapi kangapi? Leo magoli mawili tunamaliza. Hiyo kuisha. Safi. Safi. Nimeshukuru sana. Asante ndugu yangu.